Tumia manjano kila siku na uone nini kitatokea katika mwili wako. Tena wala usiwe na wasiwasi, mwili wako hautakuwa na madhara, utakuwa ni mzuri tu. Hebu nikuulize kwanza, unayajua manjano wewe? Je, umewahi kuyatumia? Kama hutumii kwa sababu moja au nyingine, angalia video hii mpaka mwisho na ninakuhakikishia ukimaliza kuangalia video hii, wewe mwenyewe utabadilisha mawazo yako na kutumia manjano. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Kabla hatujaendelea na maelezo ya kina, hakikisha unabonyeza link kwenye description ya kujiunga na group la mafunzo ya afya na ubonyeze subscribe na alama ya kengele ili upate maarifa mapya kila tunapochapisha video mpya. Faida ya kwanza, meno yako yatakuwa meupe. Ikiwa unataka meno yako yang'are, yawe meupe kama ya mtangazaji wa dawa ya meno, basi hakikisha unatumia manjano. Sikutanii, nasema ukweli. Tena wala usishtuke, manjano haitaifanya meno yako yawe manjano, bali ni kinyume chake. Utafiti uliofanyika mwaka 2013 katika kitengo cha maradhi ya meno cha Chuo Kikuu cha Punjab huko India unathibitisha kuwa manjano hutakasa meno na kufanya meno yako yawe meupe. Manjano ina tabia ya anti-inflammatory, ina antioxidants nyingi. Pia manjano ni antiseptic, ambazo tabia zote hizi za manjano hufanya kazi kwa pamoja katika kushughulikia meno. Kuanza kutumia manjano kusafisha meno, fanya hivi. Chukua mswaki wako, uchovye kidogo kwenye mafuta ya kupikia kama vile mafuta ya sunflower au olive oil, halafu uchovye kidogo kwenye manjano ya unga. Sugua meno yako kwa dakika 3 na ufanye hivi mara 2 mpaka mara 3 kwa wiki. Utaona matokeo yake baada ya mwezi mmoja tu. Faida ya pili, manjano huondoa chunusi. Kwa miaka mingi sasa, manjano imekuwa ikitumika katika kutibu maradhi mbalimbali ya ngozi, lakini sasa inathibitishwa kwa sayansi. Kazi ya manjano katika ngozi imethibitishwa na sayansi mnamo mwaka 2016 katika utafiti uliofanyika na madaktari bingwa wa ngozi kutoka Chuo Kikuu cha California. Wao wamethibitisha kuwa chunusi na vijipu vinavyosababishwa na kuwa na bakteria kwenye ngozi vinaondoka kwa kutumia manjano. Pia hivi sasa bakteria wengi sana wamekuwa na resistance ya hizi antibiotics zinazotumika kawaida. Hivyo manjano ni njia nzuri ya mbadala ya kutumia. Chukua jani moja la mshubiri, aloe vera, likate katikati, toa ule uto wake na ile jeli yake ile ya mshubiri mpaka upate kijiko kimoja, halafu changanya na robo kijiko cha manjano. Halafu paka mchanganyiko huo katika sehemu zenye chunusi na usubiri dakika 10 hadi dakika 15, halafu utaosha. Fanya hivi mara 3 kwa wiki na uone ngozi yako itakavyokuwa nzuri. Faida ya 3, nywele zako zitaota kwa haraka na kwa wingi. Katika maisha yetu ya sasa, mambo mengi sana yanapelekea kunyonyoka kwa nywele, kama vile mtu kuwa na stress, msongamano wa mawazo mengi sana kichwani mwako, kutokula vyakula bora na hata baadhi ya dawa tunazotumia. Utafiti unaonyesha kuwa manjano inazuia kunyonyoka kwa nywele na pia kuifanya mizizi ya nywele iwe imara. Hivyo, ukitaka kuwa na nywele nzuri, ndefu na zenye afya, fanya hivi. Chukua kijiko kimoja cha manjano ya unga, changanya na vijiko 3 vya mafuta ya kupikia. Ni vizuri sana kama utatumia mafuta ya olive oil. Na upake mchanganyiko huo katika nywele na utosi wako, huku ukiufanyia massage ule utosi wako ili iingie katika ile mizizi kabisa ya nywele. Kaa na mchanganyiko huo kwenye nywele kwa muda wa nusu saa. Fanya hivi mara 3 kwa mwezi. Faida ya 4, manjano inaimarisha mfumo wa kinga mwilini. Manjano inaimarisha kazi mbalimbali za kibiolojia na kuufanya mwili wako uwe na kinga imara dhidi ya maradhi. Manjano inasaidia seli za kinga kama vile T cells, B cells, macrophages
na neutrophils. Utafiti uliofanywa katika chuo kikuu kimoja cha Marekani inaeleza kuwa kutumia manjano katika vyakula au kula kama ni supplements ni njia nzuri ya kufanya na kupata faida mbalimbali za manjano. Faida ya 5, manjano inatibu koo la kukwaruza, sore throat. Manjano ina uwezo wa kuzuia ukuaji wa bakteria na parasite na hivyo kupunguza maambukizi katika koo. Hivyo ikiwa koo lina kukwaruza au unakohoa, chukua manjano nusu kijiko cha chai, chumvi nusu kijiko cha chai na uchanganye katika glasi moja ya maji ya moto. Tumia maji hayo kusukutua mara 3 kwa siku mpaka utakapohisi koo yako iko sawa. Faida ya 6, hutoumwa na mafua ovyo. Ukitumia manjano kila siku, hutoumwa na mafua ovyo. Manjano imejaa virutubisho mbalimbali. Ukiachilia mbali virutubisho hivyo, manjano pia ina tabia ya antibiotic na anti-inflammatory, na hivyo ni dawa nzuri sana ya mafua. Changanya manjano nusu kijiko cha chai katika glasi moja ya maji ya moto na unuse harufu kwa dakika 2. Kufanya hivyo kutasaidia kuondoa mafua kwa muda mfupi tu, na pia itazuia bakteria kuendelea kushambulia sehemu nyingine za mwili. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.